Time umefika ya The Gear. Bwana, hii ndio show pekee ambayo ni kali kabisa kuhusiana na masuala yote ya magari. Show yetu ina segment mbalimbali. Segment ya kwanza kabisa ni sehemu ambayo inaitwa Petrolhead, sehemu ambayo tuna discuss na watu wote wanaopenda magari. Inaweza kawa ni mtu wa kawaida, inaweza kawa ni mtu maarufu, inaweza kawa ni mwanasiasa. Na leo katika The Gear tuko na mtu mmoja maarufu sana na it's a best rapper Tanzania, lakini pia ni mtu ambaye anajua magari, anayapenda magari na ana magari mengi sana makali. Ni nani huyu? Stay tuned. Segment ya pili hii inaitwa Auto Track. Mwisho kabisa kuna kopo na kitu kinaitwa Ndinga. Ndinga sehemu ambayo tunazunguka sehemu mbalimbali kuwaletea nyie update mbalimbali za magari. Nini ambacho kimejiri kuhusiana na magari. Show zetu nyingi tumekuwa nje ya nchi, tunaweza tukarudi ndani ama tunaweza kutafuta ndinga lolote ambalo litakufanya wewe ufurahie show yetu ya The Gear. It's a Petrolhead time, muda wa kuhojiana na mtu ambaye anajua magari kabisa. Leo namtafuta rafiki yangu mmoja ambaye naamini yeye anajua magari. Ni msanii na ni mpenzi wa magari. Ukiingia katika page yake ya Instagram, basi sidhani kama utapita posti 10 bila kumkuta yeye amesimama na magari. Msanii wa kizazi kipya ama unaweza kumuita best rapper. Na Petrolhead wangu na ni one of the best rapper. Bwana Billnass, karibu katika show bwana. Hivi wewe mwenyewe unajua kama katika page yako Instagram huwezi kuvuka posti 10-15 bila kuwa na gari? Au ya notice hicho? Inawezekana sija notice but itabidi nifuatilie. Inawezekana gari zinakubeba sana kwenye page yako. Kwa nini unapenda sana kupiga picha na magari? Umeona kuna magari mengi sana kwenye page yako. Mimi kwanza napenda magari. Napenda magari, napenda magari na muda mwingi katika siku yangu lazima kuna namna nitatumia gari aidha kwenda sehemu moja au nyingine. Sometimes hata nikifanya drops au nini na background ya gari naonaga ni rahisi tu. Unaona? Kwa gari ni kitu ambacho nakipenda kwa sababu nimekuwa katika hao mazingira. Mzee wangu anatengeneza magari. Babu yangu alikuwa anapenda magari na alikuwa anadili na vitu vya vyombo vya moto pia. Kwa hiyo vyuma yani kwenye familia kakaangu maana alikuwa anauza magari na ama nilimo. Anauza magari na ndugu zangu wengine wanadili sana na magari, marafiki zangu. Magari yamekuwa kinizunguka, issue za garage, issue za watu wanaonunua na kuuza hivyo. Na mimi mwenyewe napenda magari. Kuna video moja nimekuona na Alikiba. Unaona umeegemea gari hivi. Ndio. Ile ni gari gani? Mimi nimeshindwa kutambua kwa sababu umeegemea sana, sijaweza kuona logo na nini. Ile na Alikiba I think ambayo tuko South Africa nadhani nazungumzia. Gari ya rangi kama grey. Ile ni GLC 2021 kama sikosea ama 2022. Ni GLC Mercedes. Kali. Na for customized. Kuna mabosi. Ndio. Mabosi kuna gari nyuma kama 5 hivi. Kuna Range Rover, kuna Toyota, kuna Range, kuna Toyota, afu kuna Mercedes 2. Ndio. Zile Mercedes zinazo kali baba. Ndio. Mercedes gani zile? Pale kuna S class. Alafu kuna I think kuna S class na E class moja kama sikosei. Kuhusu Mercedes sijui sana kwa sababu zile sio za kwangu, ni za Jux. Mimi kwangu ni sport ile LC 300. Prado pia ilikuwepo ambayo ndo hii. Unaona 150. Alafu gari gani nyingine? I think za kwangu ziko 3 ama 4 hapa. Okay, pale kuna katika ile video pia mlienda kwenye seti nyingine, nadhani mliona Benz zimebadilika. Ndio. Sio zile ambazo zilikuwa kwenye seti hii, si ndio? Ndio. Kule naona Benz kama ilikuwa ni nchi nyingine au hapa. Naona kama kulikuwa na Benz tofauti. Hapa kwa sababu Jux ana Benz 2 ama 3. Alafu meneja yake ana Benz 2.
umeona. So wao team Mercedes. Kuna muda tulishoot nazo zote na kuna muda tulishoot na mbili tu za kwake, kwa sababu hizo mbili ndo mara nyingi anazitumia kwa wakati mmoja. Sasa umesema historia kwamba mzee na Amani wana deal na masuala ya workshop na kila kitu. Sasa wewe mwenyewe unaweza au wewe ndio ulikimbilia kwenye muziki? Kutengeneza gari au? Kutengeneza magari na mambo hayo. Hapana, mimi nimeingia kwenye muziki. Nimeingia kwenye muziki, kwenye gari mimi najua vitu kadhaa, lakini siko deep sana kama ambavyo mzee na my brother, lakini naendelea kujifunza kitu ambacho nakipenda. Tumetofautiana. Sasa kitu gani katika haya masuala ya magari, kitu gani ambacho kiliwahi kuwa na tatizo kilikuchapa sana mpaka ukakikariri? Yani ushakutana na mtu brake booster imemharibikia, yani brake hazishiki au AC imekata, mpaka akajua system yote ya AC labda hapa tatizo compressor, evaporator, condenser, yani mpaka yeye mwenyewe akajua. Ni kitu gani ambacho kilikusumbua sana? Mimi bana, kwenye magari kusema ukweli, yani bahati si nzuri au mbaya, lakini kwa sababu gari nyingi nanunua mpya na prefer zaidi low mileage na nini hivyo, kwa hiyo sijakutana. Hata gari yangu ya kwanza kabisa kutumia nilinunua ni mpya kabisa, nadhani nilifanyia ile ilikuwa port, ilikuwa ni mpya, kwa hiyo mpaka naiuza ilikuwa ikunisumbua kitu chochote zaidi ya kufanya service ya oil na filter hivyo, unaona. Gari ambayo imewahi kunisumbua ilikuwa BMW 5 Series. Ile nakumbuka hata kwa kukuletea na ilifanya kaachukia BMW sana. Ile ndio gari pekee ambayo ni tena ilipofika tu imeanza kunisumbua. Toka ilipofika ilikuwa inachanganya current na ikawa inatoa na moshi. Ikatoa moshi. Mwanzo ilianza kuchanganya current na oil, baadaye ikarekebishika ikawa inatoa moshi, mara ikawa nguma sio vizuri. Alafu baadaye ikawa na tatizo kwenye gear. Alafu battery ikawa na nini, battery na nyonya. Alternator ilikuwa inasumbua, unaona issue battery. Kwa hiyo ndio gari inasumbua, lakini kitu ambacho kimewahi kunipasua kwenye gari kujua mpaka nikataka kufuatilia ni hivyo ya wife wangu, ilikuwa nasumbua steering rack. Kwa hiyo nikakuta kwanza bei yake ni kubwa. Ile steering rack yake imenyoka baba. Kwa hiyo nilipokuta gharama za ile steering rack nikataka kujua hata kitu gani kinasababisha steering rack zake zinasumbua na nini. Maji mara nyingi watu wanapiga mashimo maji, na ile ni ya umeme. Kwa hiyo inapokuwa ikiingia maji na nini mara nyingi inahitaga shida sana. Kwa hiyo ile ndio changamoto pia ambayo kubwa ambayo nimewahi kuona kwenye gari. Ile steering rack ile tajiri unanunua gari nyingine kabisa, kwa sababu steering rack yake mpya I think inafika milioni 9. 9 hatari sana. Pamoja na muziki wewe pia najua ni mfanya biashara, si ndio? Sasa na magari pia ushafanya biashara kuuza na kununua? Ndio. Okay, na nahisi hata ile BM nayo ulinunua na ukauza. Niliuza lakini nilinunua kwa aim ya kutumia. Ikakushinda tu. Lakini ikaona mmeshindana tena. Niliuza kwa hasara ya zaidi ya milioni 12. Pole sana. I think nilipata hasara milioni 18. Umefanya biashara ya kutrade magari kwa muda gani? Ulifanya muda gani biashara ya kutrade magari, kununua na kuuza? Muda mrefu kusema kweli, kwa sababu part of your life. Yani kama sehemu tu ya maisha yangu, kwa sababu toka 2018 I think ama 17 mwishoni, nilipotoka kwa Studio Africa, kuna hela nilipata nikajaribu kufanya biashara magari, nikauza kama gari 2, baadaye nikapata hasara kwa gari nilipoteza. Kwa hiyo 2018 ile nika stop, 19 nikarudi tena. Kwa kuanzia 19 pale hasa kipindi cha COVID, kwa sababu kulikuwa kuna show kuna nini, nilikuwa na deal na magari zaidi. Gari gani ya kwanza? Yani ya kwanza kabisa ile umejitafuta, yani unajua ile umejitafuta unasema hii gari yangu, natamani ulale hata ndani ya gari. Kwa gari gani? Gari yangu ya kwanza kununua ilikuwa Toyota Port. Ile ndio gari yangu ya kwanza kununua. Unaona, Toyota Port ambayo nilinunua 2015 Disemba. Unaona. Port ninaweza nikakumbuka. Nimefanya nao 5 gear. Naikumbuka. Ilikuwa wakati niko chuo. Hiyo ndio ilikuwa gari yangu ya kwanza. Nilinunua milioni 8.3 kama sikosei. Hadi bei unakumbuka. Nakumbuka kwa sababu gari niliponunua nakumbuka. Niliagiza. Niliagiza. Kwa kuagiza muda mrefu sana. Ile gari niliagiza. Kwa ni gari milioni 8.3.
And what's your best car now katika hizi gari ulizonazo? What's your best car? Yani kwamba unajua unaweza kuwa na viatu kibao lakini kuna kiatu kimoja ndio unakipenda sana katika gari zako collection unayo sasa hivi. Gari gani is your best car? Kila gari bwana ina sababu zake. LC300 ni gari ambayo naipenda sana kwa sababu ni gari ambayo sikuwahi kutarajia kama nitakuwa nayo. Na wakati ilitoka wakati mimi niko Dubai. Kwa tunaziona zile gari. Kwanza mimi na rafiki yangu tukazicrash. Hizi gari mbaya sana. Toyota amekosea 200 ilikuwa best na nini, VXR hivyo. Tukarudi baadaye yule rafiki yangu akawa kwanza kununua. Kanunua 300 ya 2023 ilikuwa GR Sport. Kanua na ni rafiki yangu sana ambaye wakati mwingine mimi naweza kuendesha gari yake akaendesha gari yangu. Kwa hiyo naendesha ile gari nikawa naipenda, lakini sio gari ambayo nahisi kama naweza kuinunua. Kwa hiyo baadaye nilipofanikiwa kuimiliki ni gari ambayo yani naipenda sana. Alafu gari nyingine naipenda ni Sport kwa sababu nilipewa zawadi na mke wangu na nahisi ni zawadi kubwa ambayo amewahi kunipa. Yani ukitoa kunizalia mtoto na vitu vingine, ile gari ilikuwa zawadi kubwa sana. Kwa hiyo ni gari ambayo naipenda hata na kuijali kwake tofauti. Pia Verifier naipenda, Toyota Verifier naipenda kwa sababu tuliwahi kusafiri mimi na rafiki yangu tukaenda nchi moja hapa Afrika. Kuna mtu akatupokea na ile gari, alafu akatudharau sana, akaongea vibaya, unajua, aturingishia ile gari yake na nini. Kwa mimi nikasema ile gari mimi nitakuja gari kuinunua hata kama itakuwa mwaka gani, mimi nitanunua hiyo version itakayotoka kwa mwaka. Kwa hiyo ni gari naipendea hivyo, lakini kingine naipenda ni gari ambayo watu wengi hawajui, kwa hiyo nikifanana na price. Okay, hapo kuna magari mengi kuliko idadi ya member wa familia. Ratiba inakuaje? Au ukiamka ukishuka ndo unachagua funguo au kichwani unajua leo unaenda wapi natakiwa gari gani? Ratiba inakuaje hapo? Mostly inakuwa kutokana na gari zilizopaki. Kwa sababu wakati mwingine unakuta gari moja iko kule, hizi zingine zinabaki huko. Kwa hiyo ukisema bwana mimi lazima nitoke na ile mpaka upangue gari zingine. Kwa hiyo inayokuwa mwisho huko, anaokuwa kwanza kutoka ndo atatoka na ambayo iko mwisho. Uzuri yani mimi gari yote naweza kutoka na saa nyingine naweza kutumia hata usafiri mwingine tu ambao haupo nyumbani, hata hizi usafiri za nini. Kwa hiyo mimi gari sinaga kwamba kesho lazima nitoke na gari fulani. Maybe labda kama nina interview fulani au na kitu ambacho kinahitaji nitoke na gari fulani au labda nasafiri. Lakini wakati mwingine naangalia gari ambayo kwa sababu gari zinapokuwa nyingi unakuta gari nyingine hii ina mafuta, hii haina. Kwa hiyo unaangalia gari ambayo pia sengine ina mafuta mengi kutokana na mafuta. Ushaikuzimikiwa na gari njiani tajiri? Nishai. Tena kuna moja tu hivi kuna moja tu kote. Ile BM ambayo ilikuwa nasumbua. Ile BM ilikuwa nasumbua, lakini kuna moja ambayo ilikuwa mbaya zaidi. Nilikuwa ile BM ambayo ilikuwa wife ile pink. Nilikuja nikaibadilisha rangi tena. Kwa hiyo nilipokuja kubadilisha rangi nikaweka nyeusi sababu kwa gari nyeusi nyingi nyumbani wakati huo. Kwa hiyo nikasema ngoja nifanye nyeusi. Nilipomaliza kufanya nyeusi nikaifuata garage walipokuwa wamaliza kupiga rangi na nini. Kumbe jamaa wamaliza mafuta yangu. Unaona? Sasa nilipotoka pale garage nikasema nitapitia Shell. Nilipofika karibu na Shell nikakutana na rafiki yangu. Akaona gari yangu tukaanza kukimbizana. Bila mimi kuangalia kiasi cha mafuta ambayo yapo. Kwa katika kukimbizana mimi kufika Morocco tena karibu na Shell pale gari ikae imezima. Noma sana. Ilipozima kwa sababu iko karibu na Shell kwa nikaeka pembeni nipate msaada wa kuweka mafuta. Umeona? Noma sana. Wakati naangalia kuweka mafuta akaja mtu wa pikipiki. Akanishikia, akaja akaniambia bwana pole, akakata kidumu, akajifanya kama msamaria mwema sana. Akanisaidia kuweka kidumu hapo. Sasa ile gari kuweka mafuta pale lazima kuna sehemu upress. Kwa hiyo tulikuwa tunatafuta mtu wa kupress pale. Yeye akawa anashindwa. Nikampa simu yangu animulikie ili niweke mafuta. Sababu alikuwa anashindwa. Kwa hivyo nimulikia nikaweka mafuta hivyo. Sasa concentration yangu ilikuwa kwenye gari. Kwa hiyo nimeweza pale nikamtoa tu la asante, nikawasha gari nikamwacha na simu yangu. Nimeendesha mpaka umbali kidogo tu mpaka Victoria I think. Nikakumbuka mbona simu yangu haijaita kwa kuangalia naona sina simu. Kurudi pale yule mlinzi wa petrol station anasema hajui chochote, kuangalia kamera zilikuwa zimezima nini.
Kwa hiyo nikapoteza simu yangu, yani afu nilikuwa na vitu vyangu vingi, mikataba na watu nini. Kwa hiyo moment fulani ambayo after nikampigia rafiki yangu mmoja kumwambia bwana nimepata situation mode hivi nimepoteza simu. Akaniambia wewe bwana unashindaje kuweka mafuta, yani badala ya ku nini akana nikandamiza. Lakini bwana The Gear, leo tulikuwa na Bill Nass best rapper na historia yake ya magari. Huyu ni petrolhead na anapenda magari na anajua magari kama ulivyosikia. Unaweza kudrop comment yako kuhusiana na chochote kuhusiana na magari ama kuhusiana na interview hii ama swali gani ambao unahitaji next time tumuulize tutakapokuwa naye. So paka next time, naitwa Jerry. Bwana shukrani. Umetisha sana. Autotech. Hii ndio sehemu ambayo tunapeana elimu mbalimbali kuhusiana na masuala yote ya magari pamoja na namna ya ufundi, matatizo na solution yake. Sasa leo katika Autotech sina mengi, nataka nikwambie wewe mmiliki wa gari, hivi ndio vitu vya kuweza kuzingatia. Kama wewe ni mmiliki wa gari, hasa ya magari ya kisasa, siku hizi teknolojia imeongezeka sana. Katika kila kitu katika gari lako kuna kitu kinachoitwa recommendation. Pale ambapo unahitajika kuweka oil ya engine, kuna oil ambayo unatakiwa kuweka katika engine yako. Na kama unahitajika kuweka oil ya gearbox, kuna oil ambayo unatakiwa kuweka katika gearbox yako. Na kama unataka kuweka oil ya diff au transfer case, kuna oil ambayo unatakiwa kuweka katika gari yako. Sasa iko hivi. Kwanza, nini kifanyike? Kama wewe sio mtaalamu, unatakiwa upeleke kwa watu ambao wana uzoefu kuhusiana na masuala yote ya oil na lubricants. Cha pili, unatakiwa kujua oil yenye ubora kwa ajili ya kuweka katika gari lako. Lakini cha tatu, kama umepeleka sehemu na imetokea changamoto, basi wewe mwenyewe mmiliki wa gari jitahidi kuingia katika internet uweze kufuatilia model ya gari yako na oil gani ambayo inatakiwa, ili unapokea oil katika gari yako, basi unaweza kuwa unajua kabisa oil hii nimewekewa ni oil namba ngapi katika gari yangu. Kwa mfano katika engine kuna oil labda 5W30, 5W40, 15W40, 20W50 au 0W60. Au katika gearbox kuna oil labda Dexon 2, Dexon 3, Dexon 4, 6HP, 8HP, CVT. Kuna oil ya aina tofauti tofauti. Kija katika upande wa transfer case kuna oil zake, kuna steering power kuna oil zake. Lakini hiyo ni upande tu wa oil. Kuna vitu vingi sana katika gari yako ina recommendation vitu vya kuwekwa. Kwa mfano hata AC gas, kila gari inawezekana baadhi ya gari zikawa zina share, lakini kuna baadhi ya gari hazishare katika swala la AC gas. Vile vile lazima uweze kuangalia, kwa sababu sisi tunanunua magari, lakini tunanunua magari ambayo ni second hand ambayo hayana user manual. Kwa hiyo inatuia vigumu kuweza kujua gari fulani uweke engine oil ya aina gani. Kingine kuhusiana na matunzo ya gari, leo tunaongelea tu matunzo ya gari. Unapokuwa na gari yako, hiyo ni investment yako, basi kuwa makini kwenye kutunza gari yako. Kuwa mtu ambaye unaweza kufuatilia matatizo ya gari yako pale ambapo unaona kuna taa fulani au kuna mlio fulani ambao hauko sawa ama kuna harufu fulani ambayo haiko sawa. Peleka katika sehemu ambayo inaeleweka kwa ajili ya kukufanyia ukaguzi na kuweza kufanya repair, kwa sababu magari ya sasa endapo unazembea kidogo itakutia hasara zaidi. Kingine ni kwamba zamani bwana, magari ya zamani ulikuwa na options za kufanya modification. Siku hizi hakuna options za modification. Siku hizi toa chuma, weka chuma. Kuwa makini sana na watoa huduma wasije kukuongezea price au wasije kukudanganya kama umeweka kitu lakini hawajaweka. Betri imekufa, betri yako inahitaji kubadilisha. Usiweke betri kubwa zaidi au usiweke betri ndogo zaidi. Weka betri ambayo iko recommended kwa ajili ya gari yako. Watu wengi wanaua magari yao kutokana na kutokufuata vile gari inahitaji kuwekwa.
Madhara ya kuweka betri ambayo ina moto zaidi, unaweza kujikuta unaunguza baadhi ya vitu kwenye gari. Na madhara ambayo yanatokea pale ambapo unaweka betri ambayo ina moto kidogo, pia unaweza kuua mfumo mzima wa charging system katika gari yako. So hizo ni tips zote ambazo tumewaletea leo katika The Gear, katika segment yetu itwayo Auto Tech. Naitwa Fundi Jerry. Na hii ndio sehemu inayoitwa Ndinga. Leo bwana tuko na bonge moja la gari ambalo likipita mtaani lenyewe linajitambulisha kwamba hili ni gari gani. Unajua kuna magari mengi ambayo unaweza likapita kwa nasema hii inawezekana ikawa gari fulani au inawezekana hii ikawa gari fulani kwa sababu zimefanana. Hii inaweza kawa Vanguard au hii inaweza kawa labda RAV4 new model kwa sababu zimefanana, lakini hii bwana haijafanana na gari zingine zote. Hii inaitwa Hummer. Unaposikia Hummer unapata image tofauti, yani ni gari ambayo ikipita mtaani mtu yeyote anaona utofauti wake na gari zingine, na utofauti huu umetoka mbali sana. Kwanza ukiachana na utofauti peke yake, kuna thamani ambayo inaonekana kwamba hii gari bei ghali sana. Sasa kabla ya yote kuna historia kubwa sana nyuma yake, yani nyuma ya hii gari kuna historia kubwa sana. Tunaanza hivi. Kwa miaka zamani katika vita kuu ya pili ya dunia kulikuwa na gari zinazotumika vitani, zilikuwa ni jeep. Sasa baada ya pale watu wakafikiria, wakaona changamoto mbalimbali wanazokutana nazo pale ambapo wanatumia gari aina za jeep, kwa sababu kwanza ilikuwa na umbo dogo na pia ilikuwa ni gari nyepesi kidogo. So wakafikiria tuweze kufanya vipi kuweza kupata gari ambayo ni nzito na itaweza kubeba silaha, itaweza kubeba watu wengi na itaweza kuhimili mishindo mikubwa sana ya kule vitani. Sasa serikali ya Marekani ikaipa deal AM General, kampuni ya kutengeneza magari, ikawapa zile recommendations zake, mahitaji yake yote ambayo yanahitaji gari iwe vipi. Walikuwa wanahitaji gari stable, wanahitaji gari ambayo itabeba askari wengi, itabeba mzigo mkubwa. Wakasema okay, tuachie basi hilo zoezi. Wakatengeneza kitu kimoja kinaitwa Humvee. So Humvee, yani high mobility multipurpose moving vehicle. Lakini wengi wanadhania nitasema Hummer. Hapana, sio Hummer. Hummer ni issue tofauti kabisa. Historia ikawa hivi, zile zilikuwa ni gari ambazo zinauzwa kwa ajili ya vitani peke yake. Hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa anaruhusiwa kuuziwa kama raia wa kawaida ama mtumiaji wa kawaida. Lakini kuna mtu mmoja tu ndio alipelekea mpaka leo hii watu wanauziwa Hummer kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Je, unajua ni mtu gani huyo? Guess. Kama ulikuwa unafikiria kama hivi, basi drop comment yako hapo chini katika page zetu za Instagram @255jerry. Historia iko hivi, mwaka 1991 bwana Arnold Schwarzenegger yeye aliamua kuomba kampuni ya AM General kuomba, bwana mimi gari hii nimeipenda kwa sababu amewahi kuitumia katika movie yake moja inaitwa Kindergarten Kid. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vilizolewa maarufu ni Arnold Schwarzenegger kuweza kuomba kupewa gari atumie kwa matumizi yake binafsi. Sababu nyingine ni kwamba wakati yuko katika umri wa ujana aliwahi kusave jeshi la Australia na alikuwa ni moja kati ya madereva wanaoendesha vifaru. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vilimvutia. Kutokana na umaarufu wake, kampuni ya AM General ikaona okay, sio mbaya, ngoja tumsikilize itakuwaje. Basi wakaamua kutengeneza version kwa ajili ya kutumia watu wa kawaida. Kumbuka zilikuwa inaitwa Humvee, wakaamua kutengeneza gari inayoitwa Hummer mwaka 1991 na kuanza kurelease mwaka 1992 na mpaka wakaamua kuipa jina la Terminator. Yes, hapo ndo shughuli ikaanza hapo. Model ambayo ilikuwa na upana na ukubwa tofauti na Hummer nyingine zote ambazo zimewahi kutokea, lakini pia model hiyo ilikuwa na button ambayo ilikuwa imeandikwa fire, lakini baadaye wanasheria wa kampuni waliamua kutoa button ile. Ilikuwa ni gari moja ambayo kubwa sana yenye uzito zaidi ya tani 4.5
ilikuwa ni gari ambayo inabuya kabisa mafuta, yani kinoma noma. Mwaka 1999 General Motors wakapewa haki zote za kufanya matangazo pamoja na kufanya mauzo ya Hummer kutoka kampuni inayoitwa AM General. Shukran kwa kuongezeka kwa uchumi na kushuka bei ya mafuta, watu wengi wakaanza kumiliki gari hizo aina ya Hummer ambayo ilikuwa ni Hummer 1, hasa wakazi wengi wa Hollywood. Schwarzenegger alikuwa mbele kwa kuweza kuwa influencer mkubwa sana wa gari hizi aina ya Hummer na kuweza kutengeneza model inaitwa wagon. Hebu imagine, kutoka mwaka 1999 mpaka mwaka 2000 kamili kulikuwa na movie zaidi ya 32 ambazo zilifanya brandi hii ya Hummer kuweza kujizolea umaarufu mkubwa sana Marekani. Sasa model ile ya kwanza ya Humvee ilikuja na ukubwa kabisa na kuwa na bei ghali kabisa, ambapo mwaka huo 1992 imagine ilikuwa nauzwa $100,000. Imagine unataka kuitoa Marekani kuleta Tanzania, utalipia fleet yake shingapi, utalipia ushuru wake shingapi? Na kipindi hicho sijui ilikuwa na kiasi gani, lakini kwa sasa $100,000 sio hela ndogo, ni hela kubwa sana. So wakaamua kutoa toleo la pili bwana, toleo la Hummer 2, ambao waliamua kupunguza kidogo umbo lake na pia waliamua kupunguza bei yake mpaka kufikia $50,000. Toleo la pili la Hummer 2 lilifanya vizuri sana katika mauzo. Ndio kama hii ambayo nimekaa nayo hapa juu. Haikuwa na uhalisia kwa sababu gari hii ilikuwa ni kubwa sana, ni pana, ni ndefu kutoka chini ardhini mpaka juu. Ukiingia ndani iko stiff, ina eneo kubwa ambao katikati kuna partition ambao ni vitu unaviweka. Hummer 2 ilifanya vizuri sana katika soko la mauzo yote ya Hummer na kuweza kufanya mauzo ya zaidi ya pisi 7,000 na kupelekea kuonekana kati ya matoleo mazuri ya Hummer kati ya 1 na 2 iliweza kufanya vizuri sana sokoni. Wakaamua kutoa toleo la 3. Pia waliamua kuipunguzia kidogo umbo lake, kuweza kuiboresha, kuifanya kidogo ikawa fancy, kuwa comfortable kwa ajili ya mtumiaji wa kawaida, na pia waliamua kupunguza bei mpaka kufikia $30,000. Wakauza pesi nyingi sana. Sasa changamoto iko hivi, biashara bwana, kuna kupanda na kushuka. Unaweza kana hisi muda wote utapanda, lakini hapana, kuna muda utaweza kushuka. Kukawa na changamoto kiuchumi. Watu ambao haki za mazingira wakawa na complain kuhusiana na Hummer kwamba inaharibu mazingira. Wengine wana complain inachukua space, wakaanza kuzishambulia bwana. Wakawa wanazishambulia, wakazikuta mtaani, wanazichoma moto, wanavunja vioo, wanatoa matairi upepo. Na mpaka kufikia mwaka 2009 kampuni ya General Motors ilikuwa katika hali mbaya sana kiuchumi, na kukaa na kuangalia wana brandi nyingi sana waweze kupunguza brandi gani. Walikuwa wanaitolea macho brandi ya Hummer kuweza kuisitisha, lakini wakaona ngoja tujaribu kufikiria namna nyingine katika toleo la Hummer 3, ambapo waliamua kuwapa mkataba kampuni ya China kwa ajili ya kuweza kufanya production, lakini haikuweza kufanikiwa. Na kufikia mwaka 2010 Hummer wakaamua kufunga matoleo ya Hummer. Iliwasikitisha watu wengi sana ambao bado walikuwa na mzuka wa kumiliki gari hizo. Tunataka kuendelea na Hummer bwana, bado kuna matoleo yalitoka baada ya kipindi kirefu sana watu kulilia. Usisahau kucheki show yetu ijayo, tutaelezea kuhusiana na Hummer. Umeenjoy na story yetu ya Hummer, na hapa parefu sana, sijui nitashukaje, lakini ni mwenyewe mrefu. Let's go. Paka next time. Hii inaitwa The Gear na hii ni segment inayoitwa sasa. Ni wakati wako kuweza kucomment gari gani tukuletee katika show zetu zijazo. Unaweza kucheki katika page yangu ya Instagram @255jerry, au unaweza kusubscribe na kufollow katika YouTube channel zetu hapo chini. Usisahau kulike pia. Thank you for director Zosa, Jerry.